Mchezo umemalizika, tuko na semaji la boli Moses William kuzungumzana kuhusiana na mchezo wa siku ya hivi leo. Moses, hongera kwanza kwa ushindi. Mechi imemalizika, si rahisi lakini imewezekana. Umepata matokeo ya ushindi. Kwako mchezo wa leo ulikuwa vipi? Kiukweli miongoni mwa michezo migumu ambayo tumewahi kuicheza kunako ligi kuu soka Tanzania bara, huu pia ni miongoni mwa hiyo michezo. Mechi ilikuwa ngumu sana. Ni alama 3 za kiume. Wachezaji wamepambana, mmeona kila kitu ambacho kinatakiwa kukifanya wamekifanya. Wametoa kila ambalo walitakiwa kulitoa. Lakini pia pongezi kwa technical staff chini ya Francis Baraza kwa maana mwalimu wetu, squad selection, commitment ya wachezaji, tactical switch ambazo walizifanya zikaweza kutupatia hii ushindi wa alama 3. Kwa hiyo simply ni kulipongeza benchi la ufundi, lakini pia kwa leo mashabiki pia nawapongeza. Kuna namna ambavyo walikuwepo, wameendelea kutoa hamasa kwa wachezaji. Wachezaji wakaanza kuona demand kwamba kuna watu wanahitaji kitu. Kwa hiyo kupigana kwao kukawa kukubwa zaidi. Final wamepambana, tumepata alama 3 ambazo mimi naendelea kusema ni alama 3 za kiume. Alama 3 zimefanya hivi sasa mjikite nafasi ya pili kwenye msimamo. Ujumbe wako ni upi hasa kwa washindani wengine katika ligi ya msimu huu? Simply sisi hatuchezi kwa ajili ya kusema tunataka tuwa namba 2, namba 1, namba 3, namba 4, namba nafasi nyingine yoyote. Sisi tunacheza kuhakikisha kila mchezo ambao uko mbele yetu tunashinda na tunapata alama 3. Alafu baadaye kwenye msimu ukikamilika, basi tutajua kama tutamaliza hapa tulipo, nyuma ya hapa, mbele ya hapa, kila kitu kinawezekana. Lakini kwa sasa ambacho naweza nikasema, sisi kama club tunafurahishwa na mwenendo wa klabu yetu unavyoendelea, lakini hatuna sababu yoyote ya kusema sasa tumefika. Ni kweli kuna malengo ambayo tuko nayo kama club. At least kuna mwanga ambao tunaanza kuona, lakini bado kuna safari ndefu ambayo tunatakiwa tuifanye. Tuna michezo mingine migumu ambayo inafuata kuhakikisha tunafikia malengo. Kwa hiyo hii nafasi ya pili, Bwana Mlai na waandishi kwa ujumla, haitupi jeuri yoyote, haitufanye tujione tumefika. Safari yetu bado ni ndefu sana. Nini kinafuata? Shabiki anapaswa kufahamu kwamba mara baada ya ushindi wa leo nini kinatarajiwa kujiri kutokana na kikosi cha Pamba Jiji? Well, tuna project ambayo inafuata ya tarehe 14 ya Valentine, tutaitangaza itakuwa inahusu nini. Lakini next tuna mchezo wa kombe la CRDB sio dhidi ya Alliance tarehe 18 hapa. Kwa hiyo baada ya hapo taratibu zingine tutaendelea kuzitangaza na kuziongea. Lakini kimsingi tumshukuru Mungu, hii leo imekuisha, tunajipanga kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Jambo la kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Tumeweza kupata alama 3 muhimu. Ndio kitu cha kushukuru. Kitu cha pili, tunashukuru masupporter wetu wamekuja kutupa hamasa. Tunashukuru, waendelee kuja kutusupport. Hakuna mechi nyepesi, kila mechi ni ngumu, na ligi yetu inavyoenda kila mechi inazidi kuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo tunapambana, tunapush ili tuweze kukaa nafasi nzuri. Hicho tu. Niseme wana Mwanza waendelee kutusupport, hii ndio timu yao, hakuna timu nyingine hapa Mwanza. Waendelee kutupa support kwenye hali zote. Sio waje kwenye hali nzuri, lakini pia waje kwenye hali zote. Huu ni mpira, ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuja kutusupport, itakuwa nzuri zaidi mwaka huu. Tunaomba waje kutusupport. Tuzo ya mchezaji bora wa mchezo kwako ina maana gani? Ina maana kubwa, haijawa peke yangu, maana yake ili mchezaji wenyewe wanasema ukiwa wanacheza mpira ni mchezo wa kushirikiana. Kwa hiyo tumeshirikiana, mimi ndo nimeteuliwa kuwakilisha hichi wenzangu. Nashukuru Mungu. Kwanza awali ya yote alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imekwisha salama na lazima nikubali na matokeo. Tumepoteza mchezo wa leo, lakini vijana wameonyesha jinsi gani ambavyo tumejitayarisha kucheza, lakini mwisho wa yote lazima tukubali, lazima patikane mshindi, sio? Kwa hiyo mshindi amepatikana na tunakubali matokeo. Kikubwa tunaenda kujipanga kwenye viwanja vya mazoezi kwa sababu mchezo mwingine tunafanya vizuri. Ni dakika 45 za kwanza timu yako ilicheza vizuri sana. Tazama tu haraka ilikuwa inaelekea kabisa na Mungo anachukua alama 3. Kipindi cha pili mmekuwa chini kidogo. Unadhani shida ni nini? That is the football. Kwenye mpira hivi vitu vinatokea. Tumetengeneza mpaka penalty na tumekosa. That's the football. Kwa hiyo uwezo kulaumu vijana kwenye hilo, na kwenye mpira lazima kuna kupanda, kuna kushuka. Unaona tumecheza kweli, tumedominate 45 minutes za mwanzo, tumecheza vizuri na second half wenzetu wakadominate katika dakika kama 20-25, lakini mpaka mwisho mpira unamalizika, nafikiri nyinyi mtakuwa mashahidi, si ndio tulidominate, sio? Lakini that's a football. Mchezo wa mpira anayeshinda ni yule anayetia mpira kwenye wavu. Kwa hiyo pamoja na kufanya vizuri na kufunga na kucheza vizuri, lakini mwisho yote washinde ni Pamba, sio? Kwa sisi kuna vitu ambavyo tumejifunza ndani ya mpira wetu. Tukicheza mpira mechi inapomalizika, basi yale mazuri unayachukua na yale mapungufu unayachukua. Ukienda kwenye viwanja vya mazoezi unaenda kuyafanyia kazi yote kwa pamoja kuhakikisha kwamba mechi inayokuja unazifanya vizuri.
Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, pili itapongeza vijana kwa hiyo kazi wamefanya, na nafikiri ni burudani ambayo wamepatia mashabiki wao nyumbani. So kitu nitajaribu kusema kuwa leo tumepata mtihani, manake imekuwa mechi ngumu sana. Naweza kuwa sema kuwa Mgunda ametengeza timu, angalia na Mungu si ile na Mungu. So tunasema lucky team imewin. Naona manake wametupatia mziki. So naweza sema kuwa kwa mechi kama hii imekuwa ngumu hivi kwa vijana wangu, naweza sema kuwa wanaanza kuimprove na wanaanza kuwa ile experience inaingia pia na ule ukomavu unaingia. So mimi kwa vijana nitawapa tu pongezi na wasibweteki, bado kuna mechi zingine nyingi za kucheza. Sawa, mwalimu, kipindi cha kwanza ulifanya mabadiliko mawili. Yale mabadiliko yamekuja na athari zipi chanya na hasi kwa upande wako kiufundi? Kwanza si kupenda kwetu, maanake tunasema mchezaji mwenyewe wa kwanza ameumia, amesikia matatizo maybe ndani ya mwili wake. Sisi madaktari ameinua mkono akasema anaomba sabu. Wa pili tumeona ameumia, so ni injury ambao nasema ni sabu ambao pia sisi imetuchanganya kwa benchi. Maanake plani yetu watu gani wametoka, ukiangalia defender ametoka, beki wa kushoto, mwingine nani namba 6, na katika football ukitoa ama watu kama wakitoka hawako kwa plani mwanzo yani kupumzisha, tunaanzaga na midfield kwenda juu. So nasema kuwa napongeza, maanake wametoka wale wameingia wamefanya kazi yao, so ni kuendeleza tu mwendelezo huo, na imetuchanganya especially wale walivyotoka, tumechanganyikiwa kabisa pale karibu dakika 10, tujui nani ataingia na atakuja kuziba ile pengo, but nashukuru kapteni michaka ya mwisho nyumbani ameingia na kafanya vizuri. So ni mwendelezo tu, mwendelezo, maanake mechi ziko nyingi, so tunatoa focus yetu kwa Namungo, tunaangalia nyingine. Sasa mmejikita mpaka nafasi ya pili hivi sasa kwenye msimamo. Msimu huu ni kama toka ligi ianze mmekuja nafasi za juu sana. Tutegemee nini kutoka kwa Pamba Jiji msimu huu? Nilisema hapo awali, nafikiri kiingia kwa timu, nilisema hapo awali kuwa sisi tunajaribu kufanya vizuri katika ligi ya msimu huu. Naona so ni kama tumekula kiapo. So vijana wenyewe pia waliahidi kuwa mechi za nyumbani watafanya wezavyo waweze kupata matokeo mazuri. So nafikiri kuna ile rekodi ya nyumbani pia. Naweza sema kuwa vijana wa maintain na wajitume. Manake ukishinda mtu nyumbani tuseme mfululizo mechi mbili hizi unaweka hatari kwa watu. Watu wanakuja times 2. So ni hao vijana wangu wawe ready na waongeze jitihada na tuweze kuwa tunafanya vizuri katika michezo iliyobaki. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.